kuna hii imani potofu kuhusiana na nguvu za mapenzi, kuhusiana na tamaa za ngono, imeathiri vijana wengi sana mpaka watu wengine wanakuwa watu wazima hawawi huru, na imekuwa ikichochewa zaidi na imani za baadhi ya dini na baadhi ya mila na desturi. Namna ambavyo imechukuliwa ni kwamba haisemwi moja kwa moja, lakini hiyo imani, kumbuka ni imani. Imani sio kile kinachotamkwa zaidi. Imani ni kile kilicho nyuma ya kile kinachotamkwa. Inaonekana kwamba nguvu ya mapenzi, sexual energy, ni kama jambo fulani baya, na hata kwenye baadhi ya dini inaonekana kama ni dhambi. Yaani kuna baadhi ya kwenye misimamo mikali, kwa mfano katika baadhi ya madhehebu yanayoamini wokovu, yaani ile tamaa yenyewe tu inaonekana tayari ni dhambi. Yaani ukitamani tu tayari umetenda dhambi. Sasa nataka nikueleze namna gani inatafuna maisha ya watu katika pande mbili. Kuna upande mmoja ambao ni waafidhina wa kwenye dini ambao wanajizuia katika ile tamaa, na upande wa pili ambao inaonekana kama wao sio watu wa dini, wameshindwa, ni kama wafuati hizo kanuni, lakini na wao wanaongozwa na imani hiyo hiyo nyuma yake. Iko hivi. Kwa mfano wakati sisi nakuwa katika dhehebu la Kipentekoste, kuna wahubiri wengi mashuhuri wanahubiri, na kuna baadhi ya wahubiri walikuwa wanahubiri kabisa, anasema kama una tamaa ni wewe peke yako. Angalia, una tamaa ya ngono, una tamaa ya mapenzi, ni wewe peke yako. Sasa kijana unaanza kujiona kana kwamba ni wewe peke yako ndio mwenye tamaa, wenzako wote hawana tamaa, kwamba ukipandisha viwango vyako vya kiroho itafika mahali ambako hautakuwa na tamaa. Nikuulize, tumia akili yako, huo ni ukweli au ni uongo? Sasa kilichokuwa kinatokea kwenye dini, sasa kunakuwa na unafiki. Kwa hiyo mkiwa mnakaa pamoja, wakati huo tumekuwa sasa wote mpo katika misingi ya kidini, misimamo ile ya kupenda kutii sheria za Mungu na kanuni za Mungu na nini. Kwa hiyo tukikaa pamoja, kwa mfano ilikuwa nikiwa nasoma elimu ya juu, kuna baadhi ya rafiki zangu, watu wangu wa karibu, unakuta mtu kuna wakati anajitenga. Si unaelewa? Kuna wakati ananitenga, lakini kwa nini ananitenga na kuwa mbali? Kwa sababu wakati huo tamaa yake imekuja juu. Kwa mfano labda ameanza kuifuata ile tamaa yake, labda amelala na mwanamke huko kwa siri, I don't know, au labda ametazama picha za ngono, au amefanya masturbation na nini. Akiwa katika hiyo phase hiyo, anitafuti, anakuwa mbali, na naona kabisa, nasoma ile energy kwamba tunatengana. Sasa yeye anaogopa kuja kwangu akifikiri kwamba mimi ninamhukumu, kwa sababu akiniona mimi, anaona mimi na viwango vya kiroho katika ile imani ambayo tumeshafundishwa kwamba aliyefika viwango hivyo anakuwa hana tamaa. Si unaelewa? Kwa hiyo bila kujua ni kwamba ambacho yeye ana struggle nacho ndicho ambacho hata mimi nilikuwa na struggle nacho. Huo ndio unafiki ulivyo kwenye mifumo ya kidini. Yaani nakufanya ujionee hatia katika mambo ya asili, alafu nyewe wenyewe mnaanza kufanyana kuwa vilanja, mamonita wa kufuatiliana. Nyuma yake pale kunakuwa na hatia, kunakuwa na aibu. Huo ndio mchezo wenyewe ulipo. Namna gani na nguvu zako zinatafunwa hapo? Madhara yake yakoje pale? Ni kwamba ile hatia, ile aibu inayotokana na kujiona kwamba unaongozwa au unafuata tamaa zako, inakutafuna ndani kwa ndani. Sasa angalia, kuna pande mbili. Upande wa kwanza ndio hawa ambao wana suppress, wanakandamiza zile tamaa kwa sababu wameambiwa ni mbaya. Lakini kuna upande wa pili na wenyewe wanaongozwa na imani ile. Hawa ni watu ambao unakuta wana majina ya kidini, anaitwa Athumani, anaitwa John, lakini kwenda kanisani wapi, kwenda msikitini wapi? Yupo tu mtaani. Yeye anafuata tamaa yake bila shida, kulala na wanawake, kulala na wanaume ovyo ovyo na nini. Lakini na hao pia, na wao wenyewe kuna imani ile inawaongoza. Wao wanasema hivi, mimi sijakubuu kuwa mswalihina, sijakubuu, umeelewa? Kuwa mlokole, unaelewa? Mlokole ndio ambaye amevuka level ya tamaa. Mimi sijavuka level ya tamaa. Anaongozwa na nguvu ile nyuma yake. Sio kwamba yuko huru. Huyu anayekandamiza hisia zake za ngono na mapenzi, yuko ni mtumwa wa zile hisia za ngono na mapenzi, tamaa. Na huyu ambaye anafuata tu zile tamaa zikija, anatafuta tu kila mwanamke, kila mwanaume, kwa maana anazimwaga tu ovyo, na yeye anaongozwa na nguvu ile, na yeye ni mtumwa wa zile tamaa zake. Huo ni mchezo huo. Ili uweze kufurahia maisha yako, ili uweze kuwa huru, lazima utoke katika hizi ncha mbili.
extreme ya negative na extreme ya positive. Extreme ya positive ndio wale ambao wana mtazamo wa kukandamiza tamaa, anaminya tamaa, anaona kuwa na tamaa ni jambo baya, kwa hiyo anaminya zile tamaa, zikija najisikia vibaya. Mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa mpaka najichukia mwenyewe, na uchukia mwili wangu. Can you imagine? Unafiki ni mkubwa. Hata kuna siku moja tulikuwa kwenye kanisani, kuna kijana mmoja akawa anaelezea ushuhuda wake, anatoa vijana, tumekaa pale tunaongea masuala ya vijana na nini. Yeye akaeleza akasema, mimi sina tamaa kabisa. Basi watu wakawa wanacheka pale na fly, wakawa wanamuona viwango vyake ni vya juu sana vya kiroho. Yaani huyo kijana yeye hana tamaa kabisa, kijana wa kiume. Of course, sasa mimi kwa sababu mimi maisha yangu kila mahali ninapoenda nakuwa ni shule, nafundishwa. Ile scenario yule kijana alivyosema vile pale, mimi nikamsikiliza, nikaichukua ile. Si umeelewa? Kwa sababu mimi niko natembea katika safari dunia kujifunza kuhusu wanadamu na kuwasaidia katika safari yao. Kwa hiyo kila kitu kinatokea kwa makusudi. Kikitokea mbele yangu kitokee kwa bahati mbaya. Na kilichotokea ni nini? 2 weeks, wiki mbili baadaye, nikaja nikakutana naye yule kijana akiwa na mwanamke mtaani. Si umeelewa? Yaani bora hata wenzake ambao wanasema vijana wanatamaa, wanapambana watafute mchumba waoe, yeye alikuwa na kibinti mtaani. Sio kama umeelewa? Ina maana pale alikuwa anaongea asichokijua, anaongea imani potofu iliyo nyuma yake, anaminya ukweli kwamba yeye ni kiumbe chenye matamanio. Sio, umeelewa? Na kundi la pili ndio pale ambako unakosa udhibiti, unakuwa mtu wa kufuata tu tamaa zako. Hizi pande zote mbili ni pande ambazo sio pande salama na sio imani sahihi. Imani sahihi na mtazamo sahihi kuhusu tamaa ya ngono ni nini? Tamaa ya ngono ni jambo la asili. It is nature. It is natural. It is natural. It is beautiful. Tamaa ya ngono, tamaa ya mapenzi ni jambo zuri. Linawakilisha uzalianaji. Linawakilisha uhai. Au haikuwekwa kwenye mwili wako kwa bahati mbaya. Niongee na watu wa dini. Kuna watu wa dini wengi mnanifuatilia. Tamaa ya ngono haijawekwa na shetani. Hiyo ndo lugha ya watu wa dini waga wanaelewa hiyo. Mungu ndo amekuwekea hiyo tamaa, shauku ya mapenzi. Na ikiwa ina maana kubwa sana, ikiwa ina maana kubwa zaidi tu ya kulalana. Sio tu kwa ajili ya kuingia kwenye ndoa, kuoa na kuolewa, au mwanamke na mwanaume kukutana kimapenzi. Is more than that. Hiyo ni nguvu ya uzalianaji. Ina maana sasa mtazamo sahihi ni huu. Wewe mwanadamu, kila ulichonacho kuanzia miemko yako na hisia yako ni vitu ambavyo vipo kwa ajili yako, sio kinyume chako. Havipo kukutumikisha na kukuendesha. Viko ili wewe uvitawale na uvitumie kwa manufaa. Kwa hiyo unachopaswa ni kujifunza namna ya kutumia kwa manufaa nguvu ya mapenzi. Na huwezi kuitumia kwa manufaa nguvu ya mapenzi kama una mtazamo hasi juu ya nguvu ya mapenzi. Cha kwanza lazima utambue kwamba ni jambo zuri, ni jambo la baraka, ni jambo linalowakilisha uhai, ni jambo linalowakilisha uzazi, uzalianaji. Na uzazi nikisema sizungumzii kuzaa kwa maana ya kiumbe kingine. Production, uzazi manake uzalianaji katika kila eneo la maisha yako. Chimbuko lake lipo katika nguvu zako za mapenzi. Kwa hiyo utajifunza ni wakati gani wa kuziruhusu kwa hiari, na ni wakati gani wa kuzigeuza zikuletee matokeo unaoyataka. Iko ndio kilele cha kuwa mtawala wa nguvu yako ya mapenzi. Sio jambo baya. It is neutral. Ni wewe unatumiaje. Ukiamua ujisikie hatia, maisha yako yatatafunwa. Kuna watu mpaka wanakuwa watu wazima wanatembea na hatia na hukumu kwa sababu ya hiyo. Unaweza afu mtu mwingine unaweza kumuona kama yuko huru. Kama yuko huru, yani kwamba labda anakutana tu na wanawake wengine na waume wengine. Ni mtu wa dini. Watu wengi ni watu wa dini wa hivi naongea. Kundi kubwa mnaonifuatia ni watu wa dini. So unakuta mtu mwingine ni kama yuko huru tu, lakini kwa hisia hayuko huru. Yani hata anapokutana kimwili na mtu mwingine, anapofanya ngono, baada ya pale kuna namna fulani hajisikii vizuri. Anajisikia vizuri kidogo kwa sababu ya dopamine, amerelease dopamine kwa sababu ya lile tendo, lakini baadaye kuna namna fulani anakuwa na hatia. Ndio maana unaenda dini na kufundisha, wanaenda kanisani kafanya toba, si msikitini, wherever kuna mambo, dua za kufanya, mambo ya kufanya, kujisafisha, kujitakasa, watu wanafunga Ramadhani. Watu wanaongozwa na mtazamo potofu kuhusiana na nguvu ya mapenzi. Ukijua mtazamo sahihi kuhusiana na nguvu ya mapenzi, utakuwa huru kwenye maisha yako.